Tunatoa rai pia kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Tunaipa rai serikali. Tumeshuhudia kuendelea kupanda kwa bei ya mafuta kufikia takriban shilingi 1400 kwa lita petrol na diesel kwa lita. Ongezeko hili linapandisha kwa kasi kubwa sana gharama za maisha. Waathirika wakubwa ni Watanzania wengi wenye kipato cha chini. Nauli zimepanda, gharama za usafiri zimepanda, hivyo kuathiri bei ya vyakula na mfumuko wa bei. Tunapendekeza hatua za haraka kwa serikali zichukuliwe. Ngome Vijana ACT Wazalendo tunaendelea kusisitiza msimamo wa chama chetu kwamba serikali ichangie gharama na mwananchi. Kwa kila lita moja ya mafuta serikali ichangie angalau shilingi 400 kama ruzuku au grants ili kupunguza makali ya bei. Lakini pendekezo lingine kwa niaba ya Ngome Vijana, ukiangalia jumla tozo ambazo ni hizi hapa ambazo zipo kwenye mafuta, hizi ni tozo zote ukiziangalia hizi tozo ukizijumlisha ni takribani ya tozo 1113 ukizijumlisha zile haraka tukizijumlisha. Kwa hiyo serikali inapaswa ipunguze tozo zake ili kupunguza ugumu wa maisha kwa wananchi na kupunguza bei ya mafuta kwa wananchi. Baada ya hayo sasa twende kwenye anasema mimi na takwimu zangu za vijana 78 tu ndio wamepata. Wizara imekuja na takwimu zake za vijana 1961 ndio wamepata. Nani mkweli? Kwani ukweli unaaminiwa kwa nini? Ukweli unaaminiwa kwa fact, mezani, vithibitisho, evidence, ushahidi. Mimi nimewapeni ushahidi. Hawa watu 78 nimewatoa kwenye orodha hii, majina yao, jumla ya wanufaika, nimehesabu majina yao hapa. Nimepata watu 78. Wizara imetoa orodha watu 1961 kutoka kuna idadi ya walioongeza watu katikati hapa. Ndio wamejumlisha walioongezwa hapa katikati, na mimi nimeongezewa watu 10 ambao siwajui. Sasa hawa watu 10 ambao mimi siwajui pia wizara imewahesabu kama walinufaika na mkopo. Ndio wamepata hiyo 1961. Jambo ambalo wizara haijaja kujibu, hawa idadi ya wanufaika watu katikati ni wanufaika gani? Ni watu gani? Huyu Hamza kapewa watu 10, Soloka Mgerembo kapewa watu 3, Deana kapewa watu 6, sijui Generosi Renatusi kapewa watu 2, Abdul Nondo hapa kapewa watu 10. Hawa ni watu gani ambao wameongezwa mbele, ambao wizara ndio wamejumlisha hawa watu, wamepata idadi ya watu 1961? Kitu ambacho kinatia shaka, kitu ambacho hakina majibu, kitu ambacho hakipaswi kuaminika, na tunaona kwamba ni njia ambayo imetumika na wizara kuongeza namba mbele wanaoita wanufaika ambao hawafahamiki ili waonekane wametoa mkopo kwa vijana wengi, ikiwa sio kweli. Kwa hiyo namba yangu mimi ya watu 78 ni ya ukweli kwa sababu mimi nimeitoa humu kwenye orodha yao kulingana na majina walioyaandika. Swali la kwanza hilo. Swali la pili, ni wangapi ambao walikuwa wanatarajiwa kunufaika? Wizara imesema kwenye bajeti yake, imesema kwamba walioomba mpaka Aprili 3, 2026 ni vijana 30,384. Maana hao ndio waliomba, ambao sisi tunaona pia ni wachache, sababu mahitaji ya vijana ni makubwa, na ni wachache kwa sababu taarifa hazikuwa nyingi, hazikufika chini kabisa. Ni wachache kwa sababu ya vigezo walivyoweka, ni wachache kwa sababu hakukuwa na uratibu mzuri, ni wachache kwa sababu ya vigezo vigumu. Kwa hiyo tunaambia hii 30,384 bado ni ndogo, ndio ambao waliomba. Kwa hiyo sisi tulitarajia taarifa ya wizara juu ya orodha waliopata, tulitarajia angalau iendane na idadi, angalau namba isipishane. Mfano, katika vijana 30,384 wizara ingesema tumetoa vijana kwa vijana 28,000. 28,000 ndio tumewakuta wana vigezo, ndio tumewapa mkopo vijana 28,000, au tumewapa mkopo vijana 29,000.
Hawa wengine katika 30,384 wamekosea taarifa zao, wamefanyaje? Tungebishabisha kidogo, lakini kungekuwa na afueni. Ungesema vijana wamepewa 28 hivi 29 wamepewa. Lakini walioomba 30,384, alafu hata kwa idadi yao walioitangaza, hata kwa idadi yao ambayo ni ya uongo, mimi naijua, hata sitaki kuitamka sababu najua ni ya uongo, ya watu 1961 kwa watu 30,384 bado haitoshi, watu wachache sana. Sasa idadi halisi ni watu 78 ambao ni sawa na asilimia 0.30 ngapi? 35. Swali la tatu, kwa nini nisishukuru hata kidogo? Siwezi kushukuru. Siwezi kushukuru kwa sababu idadi ya waliopata mkopo haiakisi uhalisia. Yaani siwezi kushukuru kwa sababu ndio amepata. Na nimeeleza hapa, moja ya dhamira yetu kuomba ni ili tuone changamoto, uhalisia na namna mchakato unavyokwenda. Mimi nitaishukuru serikali na Wizara ya Maendeleo ya Vijana siku ikiacha maigizo ya utolewaji wa hii mikopo, siku vijana kwa uhalisia wao wakikopwa. Yaani wakati naenda kuprinti, wakati naenda kuscan dokumenti zangu za kuomba mkopo, yule dada ambaye aliniskania na yeye aliomba, nimepita hapa anasema mimi nimekosa, na aliomba milioni 4 tu, milioni 4 tu, ile ongeze frame au anunue sijui nini ile nini mashine ya kuprintia, printer, milioni 4 tu aliomba, amekosa. Paka alamika anasema serikali sio natangaza basi. Kwa siwezi kushukuru serikali mpaka nione imeacha maigizo, mpaka nione kwa macho yangu vijana wananufaika na hizi fedha ambazo ni kodi na ni mikopo watalipa.